Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 23 Mei mwaka 2026. Ni Kivu News Info, sehemu ambayo tunakuletea habari muhimu za uhakika na zinazotokea ndani na nje ya nchi. Na katika kipindi hiki tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usalama, maendeleo ya kijamii, kisiasa pamoja na matukio mbalimbali yanaendelea katika maeneo tofauti ya nchi yetu na ukanda mzima wa maziwa makuu. Basi endelea kuwa nasi kwa dakika chache hizi zijazo kwa habari kamili na uchambuzi wa kina. Mimi ni Tereja Longa, ni Kivu News Info. Kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi mengi ni katika matangazo yetu hii ya mchana wa leo. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Habari kamili. Mili ya wasirika wa mauaji hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa ADF katika eneo la Mambasa inaendelea kugunduliwa ndani ya vichaka na kupelekwa katika mji wa Biakato, na hali inayozidi kuongeza majonzi na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda na vyanzo vya karibu na asasi za kiraia, idadi ya awali ya watu 13 waliouawa imeendelea kuongezeka kadri uchunguzi na utafutaji wa mili unavyoendelea katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika na mashambulizi hayo. Hivi sasa takwimu zisizo rasmi zinaeleza kwa idadi ya wahanga huenda imefika takribani watu 13, alionyesha ukubwa wa janga hilo la kibinadamu. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya mashambulizi hayo ya kushtukiza yaliyotekelezwa na wapiganaji wa ADF, wakazi wa maeneo kadhaa ya Mombasa lazimika kukimbia makazi yao, huku wengine wakijificha ndani ya misitu ili kuokoa maisha yao. Hali hiyo imeacha maeneo mengi yakiwa tupu na wengine yakiwa na hofu kubwa ya usalama. Kazi ya utafutaji wa miili ya watu waliopotea bado inaendelea katika baadhi ya maeneo ya mashambulizi, ambako vikosi vya usalama pamoja na wananchi walioshirikiana nao wanajaribu kupekua vichaka na misitu minene ili kubaini kama kuna manusura au miili zaidi ya waathirika. Hata hivyo, mazingira eneo hilo yanaelezwa kuwa ya magumu kutokana na ukubwa wa misitu na hofu inayoendelea kutanda. Wakazi wa Biakato na vijiji jirani wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, wengi wakihofia uwezekano wa mashambulizi zaidi, huku baadhi wakihama kwa muda kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Biashara na shughuli za kijamii pamoja zimeripotiwa kuyumba kutokana na hali hiyo ya sitofahamu. Viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa kuimarishwa kwa operesheni za usalama katika eneo hilo ili kuwalinda raia na kuhakikisha kwamba waathirika wanapata msaada wa haraka, ikiwa ni pamoja na msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoguswa na tukio hilo. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo la Mombasa, uchunguzi na operesheni za uokoaji zikiendelea, na mamlaka zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya waathirika mara tu itakapokamilika. Hali ya taharuki imeongezeka katika mji na eneo la Uvira baada ya kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ujumbe wa sauti unaodaiwa kutoka kwa kamanda wa Wazalendo anajulikana kwa jina la James Fieka Adui. Ujumbe huo umekuwa ukizungumzwa sana na umechochea mjadala na wasiwasi miongoni mwa wakazi. Katika sauti hiyo iliyotumwa pia na Kivu News Info siku hii ya leo Jumamosi tarehe 23 Mei, James Adui amedai kuwepo kwa mpango wa maandamano na hatua za kupinga dhidi ya kamanda wa eneo la 33 la kijeshi la FARDC. Anamtumu kamanda huyo kwa madai ya kutaka kupotosha kuficha fedha zilizotengwa kwa ajili ya makundi ya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi katika kupambana na waasi mashariki mwa nchi.
Kwa mujibu wa mazui ya ujumbe huo, James Fika Adui amesema kuwa kamanda huyo adai kuwa ana fedha kubwa zilizotengwa kusaidia makundi yao ya ulinzi wa kijamii, lakini wazalendo wanasema hawajawahi kupokea malipo yote hadi sasa. Adui amezua tuhuma kubwa huenda kuna uharibifu wa fedha hizo. Katika ujumbe wa sauti kuna madai kwamba jeshi linataka wazalendo waondoke katika maeneo ya Luvungi na Sange ili maeneo ya Ruya yadhibitiwe na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pekee. Wazalendo wanapinga hatua hiyo wakisema kuwa wako tayari kurudi nyuma, bado wanataka kuendelea na mapambano dhidi ya wasi hadi maeneo ya mbele zaidi. Katika ujumbe wake, wito pia umetolewa kwa kuandaliwa kwa maandamano ya kijeshi dhidi ya uongozi wa kijeshi wa eneo hilo. Hata hivyo, wito huo unazua hofu kubwa kwa sababu unaashiria uwezekano wa kutumika kwa nguvu za silaha, ikiwa ni pamoja na kurushwa kwa risasi hewani katika baadhi ya maeneo ya Uvira ili kuvuta umakini. Pia kumekuwa na vitisho kwamba katika hatua hizo wananchi wanapaswa kubaki ndani ya nyumba zao wakati shughuli hizo zikiendelea, jambo lilozidisha hofu kwa usalama wa raia. Vile madai ya mpango wa kuweka vizuizi na tozo katika barabara mbalimbali kuanzia Fizi hadi bonde la Ruzizi. Hadi sasa kamanda wa eneo la 33 la kijeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa majibu rasmi kuhusu tuhuma hizo. Hata hivyo, msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini amesema jeshi linafuatilia kwa karibu hali hiyo na litaleta taarifa zaidi pindi zitakavyokuwa zimepatikana. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema ujumbe huo upaswi kupuuzwa, kwani unaweza kuathiri vibaya usalama wa raia na shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Wameonya endapo hali hiyo haitadhibitiwa mapema, inaweza kusababisha vurugo, vifo na kusimama kwa shughuli za maisha ya kila siku. Wito umetolewa kwa pande zote kuhusika kuingilia katika mazungumzo ya haraka ili kupunguza mvutano na kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumu katika eneo la Uvira na maeneo jirani. Nina matumaini ya kwamba hii sauti ambayo nimekuja kuitoa kwa asubuhi ya leo kila mtu ataisikia, na kila kiongozi anayeitwa ni kiongozi asikie hii sauti ya mtoto wenu kiongozi James Fika Adui. Nitapenda kuiongea hapa. Nitaomba musikie kwa makini kesho, msikuye sema sikuambiliwa. Napenda kuzungumuza na ninajua mheshimiwa Komandare John ni mheshimiwa wetu Komandare John. Najua ya kwamba mimi si mtembele yake, ila atasikilia tu kwa hii vyuma ambavyo niko naongelea eko. Nikusema ya kwamba sisi wazalendo tuna mshangao mkubwa zaidi kupitia Komandare Jo. Komandare Jo yeye mwenyewe mumadisikuru yake aliyoitoa Sange alisema ya kwamba pesa za wazalendo ziko, na yeyote anajijua ya kwamba ni mzalendo eti aje runingu ili wapewe pesa zao. Ile video tuko nayo. Uzuni kuona ya kwamba yeye anasema ya kwamba tuache kufuatilia adui, turetire uko plene Maluvungi, turudie nyuma runingu. Sisi wazalendo hatuwezi tukarudie nyuma pana, ila tuko tunaendelea ndo mbele na tunaomba haki yetu. Kuna mshangao mkubwa ambayo Komandare Jo iko natufanyizia ambayo hatupendi na hatutaipenda. Yeye kusema ya kwamba tuko tunarudia nyuma na adui iko mbele yetu. Parapo kusema tukutanane adui eti tuko tunarudia nyuma sisi wazalendo. Kwa nini? Na pesa zetu ambazo alisema ya kwamba iko nazo mfuko yake, pesa za bazalendo yeye Komandare Jo iko nazo. Kwa nini hazipatii bazalendo? Tujiulize. Ni kuambia tu Komandare Jo hatuwezi rudia nyuma na pesa zetu atupatie. Zile pesa si zake, pesa za serikali ambayo ilituma kwa ajili ya kumotive wazalendo ili waendelee kufanya kazi. Kwa sababu FARDC iko na kufa mwa hii vita, wazalendo wako na kufa mwa hii vita. Wakati tuligombanaka Munene, Kashekezi, Makobola, yeye Komandare Jo hakukuwa pale. Hakukuwaka eko. Tulipoteza na siye watu wazalendo, na mpaka tuko tunapoteza watu wako wanakufa kwa hii vita ya Kongo. Tumempoteza Colonel Davi hapa Mplene Kigurwe. Davi alikufa. Hakukufia nchi yake. Kwa nini aanze kuonea wazalendo kama na hivi? Sitasema mengi.
napenda kutoa hii audio yangu na ninajua Komanda Jo ataisikia bien. Benye watakuwa pembeni yake bamsukumia hii sauti ya fika adui, mimi mwenyewe niko naongea. Aifate tena kwa makini kama vile kiongozi wetu. Musiku ngapi kidogo kutakuwa maandamano ambayo nitakonvoke mimi mwenyewe fika adui. Tena maandamano ya kijeshi, sio ya kirahia. Kutakuwa maandamano yenye nitakonvoke kwa ajili ya Komanda Jo apane pesa za bazalendo, na nitaomba yule mzalendo halisi, yule mzalendo ambaye alikubali kukufia nchi yake aje kujiunga na mimi wakati nitakapofanya hiyo maandamano. Na nitaomba rahia yetu ya Uvira wakati nitafanya maandamano kusiwe mtu ambaye atatoka mwa nyumba zake, kwa sababu maandamano ya kiserikali ni masasi ndio naliaka tu mwingine. Maandamano ya kijeshi ya kisoda ni masasi ndio nashinde ko nalia. Umeni maliza siku 5 niko napiga masasi mu Uvira. Mpaka Komanda Jo apane haki ya wazalendo. Atupe haki yetu. Hawezi kuwa natukamata saa vile batoto, hapana. Na sisi tuko banaume. Tuko banaume na tunayua piga masasi. Tuko tunagombana na adui. Na yeye iko nagombana na adui. Kwa nini akuwa natuonea na franga zetu? Aache kuzipana. Ili message napenda tu kusema kwa wale wazalendo ambao watasikia sauti, na wale wazalendo ambao walisema wataunga fika adui mkono, waje waungane na mimi. Kutakuwa maandamano rasmi, tena maandamano ya kijeshi ya kupiga masasi mu Uvira, mpaka Komanda Jo atuambie kisa gani kenye kinaweza tu atuambie tutoke mplene eti tuje Runigo, atatupatia franga zetu na video yake tuko nayo, na mpaka hivi watoto wetu wazalendo wanaanza kuhangaika. Komanda Jo manake anapenda kutuhangaisha raia, kwa sababu hatutakubali tukufe na njaa, na tuko tunakufia nchi yetu na mali ya nchi na watu wetu. Kama yeye anaona pesa zake zenye balimtumia hata tupatia sisi wazalendo, tutakula kumali ya nchi, kwa sababu tuko na mali mu nchi yetu. Tutakula kumali ya nchi, tutaweka kamba ya kukongola franga kuanzia Makobola mpaka plane yote tuko naweka makamba, na Komanda Jo hata katala. Omo kieleweke na wenyewe bako kunifoza yulu Kinshasa watayua kisa gani kije kinatuma Uvira tunaiharibisha. Mpaka solution ipatikane tu. Mpaka solution ipatikane tu. Kama Komanda Jo hapani franga, Komanda Jo kama hapani franga za bazalendo, tutaweka kamba kuanzia Makobola mpaka muplene. Kila aveni na kamba ya kongola franga, tukule kumali yetu ya nchi ya Kongo. Watoto wetu hawezi shinda kwa wanahangaika, wazalendo wako wanakufia nchi yetu, na tuko na mali mu nchi yetu ya Kongo. Message inaituma rahia yetu. Msiku ngapi mtaona kibarua nitakapokiandika kia siku nitafanya maandamano, na nikifanya maandamano hakuna mtu wa kupita, hakuna gari itakayopita, na maandamano itakuwa ni kwa sababu ya Komanda Jo kuima wazalendo pesa zao. Fika adui anaongea. Harakati ya machozi ya raia imeonyesha mastiko makubwa kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wawili wameuawa ndani ya muda wa chini ya saa 24, tukio linalozidi kuzua hofu miongoni mwa wakazi. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Ijumaa, harakati hiyo imeeleza mastiko kifo cha muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha hospitali rufaa ya Fizi ambaye alifariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa risasi. Kifo chake kimeacha majonzi makubwa kwa familia yake, ndugu pamoja na wafanyakazi wa sekta afya ambao wamepoteza mfanyakazi mwenzao muhimu. Baada ya tukio hilo, saa chache baadaye, kijana mwingine anajulikana kwa jina la Kunde TZ alikutwa amefariki dunia katika ufukwe wa ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwili wa marehemu ulikutwa ukiwa na alama za ukatili mkubwa, huku uso wake ukiripotiwa kuharibiwa vibaya baada ya kupigwa kwa nguvu, alozidisha simanzi na hofu kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa machozi ya raia, matukio mawili ya mauaji ambayo wahusika wake bado hawajajulikana yanaonyesha wazi kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika mji wa Baraka. Harakati hiyo imesema wananchi wanaishi katika mazingira ya woga mkubwa kutokana na matukio ya mara kwa mara ya uhalifu na ukosefu wa ulinzi wa kutosha. Kufuatia hali hiyo, harakati hiyo ya kiraia imeistaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama katika mji wa Baraka, kuwatafuta na kuwafikisha mbele ya sheria wahusika wa matukio hayo ya kikatili, na kukomesha kabisa wimbi la ukosefu wa usalama unaendelea kuwa kero kubwa kwa wananchi. Machozi ya raia imesisitiza kuwa umuhimu wa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia pamoja na kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama inaelekea kuwa bila hatua madhubuti, hali inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo.
Ebola en Ituri après la psychose. La riposte reprend les déçus. À Rwampara, patients et soignants font leur retour au centre de traitement après une vague de panique provoquée par des tensions communautaires. Vie chère en RDC, quand se nourrir devient un combat. Inflation de prix alimentaires, marché sous tension, familles à bout. La crise alimentaire s'installe durablement. Au Sénat, le ministre Moïndo Nzangi sommet d'expliquer les difficultés à transformer les potentiels agricoles en solutions concrètes. Ebola, la Chopo en alerte maximale, riposte renforcée, frontières sanitaires sous contrôle. Simon Bokongo répond à nos questions en fin de journal. Un entretien à suivre absolument. Entre urgence sanitaire, tension aux frontières et pouvoir d'achat sous pression, l'actualité reste sous haute tension en RDC. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Après la panique, le retour au calme et aux soins. En Ituri, reprise effective des activités ce vendredi au centre de traitement d'Ebola de l'hôpital général de référence de Rwampara en périphérie de Bunia. 4 patients qui avaient quitté précipitamment les lieux jeudi suite à des tensions au sein de la communauté ont regagné la structure sanitaire. Selon le chef du groupement Chari, la situation est désormais maîtrisée. Un meeting populaire organisé la veille a permis de sensibiliser la population sur la réalité de l'épidémie d'Ebola et sur l'importance cruciale du respect des mesures préventives. Un papier signé Isaac Remoyope rendu par Jean Gandou. Le centre de traitement d'Ebola de Rwampara fonctionne de nouveau normalement depuis jeudi soir, affirme le chef de groupement Chari. Le personnel médical ainsi que 4 cas suspects qui avaient pris la fuite jeudi à la suite des tensions enregistrées dans cette structure sanitaire ont regagné le site de traitement. Des sources locales rapportent que les patients sont désormais pris en charge dans un bâtiment de l'hôpital après l'incendie des 2 tentes qui servaient des lieux d'isolement des malades dans cette structure médicale. Toutefois, les autorités locales demandent aux autorités sanitaires d'accélérer les travaux de construction du centre de traitement afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients qui affluent dans cette zone. Pour prévenir de nouvelles tensions, le chef local a organisé un meeting populaire afin de sensibiliser la population sur l'existence réelle de cette épidémie qui a déjà causé plusieurs décès dans le milieu. Il a également appelé les habitants à respecter strictement les mesures barrières, notamment la distanciation physique, le lavage régulier de mains et l'interdiction de tout contact avec le corps des victimes. Du côté des autorités sanitaires, aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée jusqu'à ce vendredi. Vigilance maximale au Nord Kivu, à Butembo, Beni. L'église catholique monte au front. Le diocèse catholique de Butembo, Beni s'engage dans la riposte contre Ebola. Dans un communiqué pastoral publié le 20 mai, Monseigneur Sikuli Paluku appelle les fidèles et l'ensemble de la population à respecter strictement les mesures sanitaires. Cet appel intervient alors que le variant Bundibuyo du virus Ebola a été signalé en RDC ainsi que dans l'Ouganda voisin, faisant craindre une nouvelle propagation. Détail avec Martial Papi Moukeba. Dans son communiqué pastoral, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek rappelle que les variants Bundibugyo du virus Ebola ne disposent ni de vaccins ni de traitements spécifiques, d'où la nécessité d'une vigilance accrue et du respect strict des mesures barrières. Il insiste sur les rôles des communautés religieuses dans la sensibilisation et la prévention en fait de freiner toute propagation de la maladie dans les zones à risque. L'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni demande la réinstallation des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de culte et recommande la présence d'agents chargés de veiller au respect des règles d'hygiène, l'usage de l'eau chlorée, de l'eau de javel, le port du masque ainsi que les désinfectants sont également encouragés. Le prélat annonce par ailleurs la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'échange des mains comme signe de paix durant les célébrations eucharistiques. Cette mesure vise à réduire les contacts physiques directs dans un contexte d'alerte sanitaire renforcée.
RDC, Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Frontières fermées, activité au ralenti. Le poste frontalier entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda sont désormais totalement fermés à tout mouvement migratoire. Aucune communication officielle n'a encore été publiée, mais plusieurs sources concordantes évoquent un renforcement des mesures du côté rwandais. Ces restrictions prolongent la fermeture partielle en vigueur depuis dimanche dernier aux deux principaux points de passage, la Petite et la Grande Barrière. Conséquence immédiate, les échanges commerciaux et les activités transfrontalières sont fortement perturbés. Reportage Bernard Denyangui. Travailleurs, élèves et petits commerçants transfrontaliers ont vu depuis ce vendredi matin leur dernier espoir d'amélioration de la situation s'envoler. Les femmes et petites commerçantes de poules, par exemple, qui espéraient un soulagement grâce à des solutions alternatives impliquant des transporteurs rwandais, s'inquiètent désormais d'une attente prolongée. Berthe Anabintou, l'une d'elles, témoigne. Nos partenaires rwandais, ce sont eux qui nous envoient la marchandise. Tous les jours, on nous dit d'attendre, mais on ne reçoit rien. Aujourd'hui, on nous avait demandé d'attendre les camions, mais il n'est jamais arrivé. Franchement, ça augmente encore notre souffrance. Par ailleurs, certains ressortissants congolais vivant à Gisenyi, que nous avons joint ce matin, affirment que le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture totale de ses frontières avec la République démocratique du Congo, alors que depuis mardi, les élèves des étudiants de Goma ainsi que des travailleurs transfrontaliers étaient encore autorisés à traverser sous strictes conditions. Ce vendredi matin, tout accès est totalement suspendu, sans indication sur la durée de cette mesure, en l'absence de communication officielle. Rappelons que ces restrictions sont en vigueur depuis dimanche, à la suite de la confirmation d'un premier cas d'Ebola à Goma. Dans ces contextes, l'Ouganda annonce la suspension des vols en provenance et à destination de la RDC en raison de la propagation du virus Ebola dans les deux pays. Cette mesure rendue publique jeudi par Alan Kasuja, chef du centre de presse gouvernemental, via un message sur les réseaux sociaux X, entre en vigueur dès ce samedi. Par ailleurs, le transport transfrontalier des passagers, notamment par bus et ferry, est interrompu pour une durée de 4 semaines, tandis que le transport de marchandises et des denrées alimentaires demeure autorisé. L'Organisation mondiale de la santé OMS a de son côté déclaré que l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda constitue une urgence de santé publique de portée internationale, soulignant ainsi la gravité de la situation et la nécessité de mesures renforcées. Autre front sanitaire, ailleurs dans le pays, l'inquiétude grandit. La province du Haut-Ouélé enregistre désormais le taux de prévalence du VIH-Sida le plus élevé en RDC, 7,4% selon une enquête menée entre 2023 et 2024 par le Programme national de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs facteurs aggravent la situation: persistance de certaines pratiques coutumières, afflux massif dans les zones minières, mais aussi une rupture totale des stocks de préservatifs depuis près de 2 ans. Débordé par l'ampleur de la crise, le coordonnateur provincial du PNMLS lance un appel urgent aux autorités pour une intervention rapide. Le point avec Jacques Moukonkole. Le Haut-Ouélé fait face à une crise sanitaire majeure. La province détient désormais le triste record du taux de prévalence du VIH-Sida le plus élevé de la République démocratique du Congo, culminant à 7,4%. Un chiffre alarmant qui s'explique par une combinaison de facteurs culturels, économiques et structurels, comme nous l'explique Arthur Lissako, coordonnateur du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Ici, avec les phénomènes Sorora, les Vira et consorts, ça c'est d'abord ce qui est dans la coutume. Et puis, avec la présence d'un grand nombre de foyers miniers, il y a un nombre de gens qui n'ont pas reçu le message de protection. Et avec les vagabondages sexuels et avec le grand nombre de carrés miniers. Le coordonnateur du PNMLS Haut-Ouélé lance un cri de détresse aux autorités d'Issiro et de Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions d'habitants du Haut-Ouélé qui se retrouvent directement exposés et menacés par la progression de la pandémie, déclare Arthur Lissako. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi. À travers tout le pays, le quotidien des ménages s'est durci.
Se nourrir devient un combat de tous les jours. Sur le marché congolais, le prix des denrées alimentaires continue de grimper. Dans plusieurs provinces, l'insécurité alimentaire persiste malgré le potentiel agricole considérable du pays. Une situation jugée préoccupante au cœur de la plénière du Sénat ce jeudi. Les sénateurs ont auditionné le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, à la suite d'une question orale avec débat initiée par le sénateur Wilkie Isundala Assang. Les explications avec Grace Amzati. À travers cette démarche, le Sénat voulait obtenir des réponses sur les difficultés persistantes du secteur agricole congolais, alors que plusieurs provinces restent confrontées à l'insécurité alimentaire et à la hausse des prix des denrées de base. Le sénateur Willy Itsundala Assang a demandé au gouvernement d'expliquer les mécanismes mis en place pour relancer la production agricole nationale et réduire la dépendance alimentaire extérieure de la RDC. Il a également insisté sur l'amélioration des routes de desserte agricole, l'accès aux semences, aux fertilisants, à la mécanisation ainsi qu'au financement du secteur. Face à ces préoccupations, le ministre Moïndo Nzangi a présenté les orientations du gouvernement pour moderniser l'agriculture congolaise. Selon lui, un document stratégique a été élaboré autour de 5 piliers: les semences, les fertilisants et pesticides, la mécanisation agricole, l'encadrement des agriculteurs ainsi que les stockages, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le débat qui a suivi a permis à plusieurs sénateurs de faire remonter les réalités vécues dans leurs provinces respectives, avec une même conséquence, la hausse continue des prix des produits alimentaires et la faim qui touche de nombreuses familles congolaises. Qui délivre réellement les permis de construction? En province du Haut-Katanga, un conflit oppose la division provinciale de l'urbanisme au guichet unique de délivrance de permis de construction GUPEC. Les agents de l'urbanisme accusent les GUPEC d'empiéter sur leurs prérogatives, mais pour les directeurs provinciaux du GUPEC, ce service vise au contraire à assainir et à organiser le secteur. Résultat, 2 circuits parallèles de délivrance de permis, ce qui plonge les habitants de Lubumbashi dans une grande confusion administrative. Explication avec Paul Munanga. Depuis plusieurs années, la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga délivrait les permis de construire. Mais à partir de 2022, il y a eu la création du guichet unique de délivrance des permis de construire en RDC à la suite d'un arrêté ministériel. Le directeur provincial de ce guichet unique dans le Haut-Katanga annonce que son service est venu remettre de l'ordre dans ce secteur. Souvient Kisimba. Le GUPEC est venu combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi de permis. La plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis. Même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création des GUPEC, le gouvernement a facilité les choses pour avoir ces permis. De leur côté, les agents de la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga accusent les GUPEC d'empiéter sur les attributions de la division de l'urbanisme. Huguin Chiboui est membre de la délégation syndicale de cette division provinciale. Il y a eu une réforme au sein de notre ministère, on a créé un guichet. Mais il est inadmissible qu'un guichet puisse être considéré comme un service d'assiette. Ils se disent eux-mêmes établissements publics, dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Nous assistons à de l'urbanisme parallèle, parce que GUPEC est en train de prendre les attributions de l'urbanisme. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi. Formé pour offrir une seconde chance à la jeunesse. À Boma, au Congo central, l'Institut national de préparation professionnelle, l'UNPP, accélère la formation des jeunes. Au premier trimestre 2026, 852 personnes ont été formées dans plusieurs domaines clés: conduite automobile, bureautique, secrétariat ou encore en